Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa amewasili mjini Washington, Marekani kwa ziara rasmi siku mbili tu baada ya Marekani kufuta rasmi hadhi yake ya kuwa mfadhili wa ugaidi wa kimataifa. Sharaa, ambaye hapo awali alikuwa mpiganaji wa Kiislamu mwenye msimamo mkali, anatarajiwa kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House siku ya Jumatatu, ikiwa ni miezi 11 tangu muungano wake wa waasi kumuondoa madarakani Bashar al-Assad. Saa chache kabla ya kuwasili kwake katika mji mkuu wa Marekani, ilitangazwa kuwa vyombo vya usalama vya Syria vimewakamata watu kadhaa wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi linalojiita dola ya Kiislamu ISIS. Inatarajiwa kuwa mashirikiano ya pamoja ya kupambana na mabaki ya kundi hilo nchini Syria yatakuwa miongoni mwa ajenda kuu wakati wa mazungumzo ya Sharaa na Trump. Mamlaka za Syria zimesema kuwa watu 71 wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi hilo wamekamatwa na silaha pamoja na vilipuzi pia vimekamatwa. Tangu aingia madarakani, Sharaa amekuwa akitafuta kurejesha nafasi ya Syria kimataifa baada ya miaka mingi ya kutengwa chini ya utawala wa Assad na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 13. Mwezi Septemba, Sharaa alisafiri Marekani kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa UNGA, ambako alisema Syria inarejea nafasi yake halali miongoni mwa mataifa ya dunia na akazikosoa vikwazo vya kimataifa dhidi ya nchi yake. Wiki hii Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliunga mkono azimio la Marekani la kuondoa baadhi ya vikwazo, jambo lililoenda sambamba na hatua ya Washington kupunguza kwa utaratibu masharti ya vikwazo dhidi ya Syria na uongozi wake mpya. Ijumaa, majina ya Sharaa pamoja na waziri wa mambo ya ndani Anas Hassan Khattab yaliondolewa kwenye orodha ya Marekani ya watu wanaoshukiwa kuunga mkono na kufadhili makundi ya kigaidi, uamuzi ambao Wizara ya Hazina ya Marekani ilisema umetolewa kutokana na hatua za maendeleo zinazoonekana kufanywa na uongozi mpya wa Syria. Sharaa hapo awali alikuwa akijulikana kama Muhammad al-Jawlan, jina lilotumia kama kiongozi wa hayati Tahrir al-Sham HTS. Kundi hilo lilikuwa limeunganishwa na Al-Qaeda hadi mwaka 2016 alipoamua kukata uhusiano. Kabla ya kuliongoza HTS, Sharaa alipigana nchini Iraq akiwa upande wa Al-Qaeda na hata aliwahi kufungwa na majeshi ya Marekani, huku wakati mmoja Marekani ikitangaza dola milioni 10 kwa yeyote atakayemkamata. Mwanzo mwa mwaka huu, Marekani iliondoa vikwazo dhidi ya HTS. Trump na Sharaa walikutana kwa mara ya kwanza Mei walipokutana Riyadh, ambako Trump alimtaja kama mtu mkali mwenye historia nzito. Licha ya historia yake, Sharaa amepata kuungwa mkono na serikali zilizokuwa zikimpinga Assad na kuahidi kuongoza serikali yenye msimamo wa wastani na isiyoweza kupata uungwaji mkono wa makabila na makundi mbalimbali ya Syria. Mapema mwaka huu aliahidi kusafisha vyombo vya usalama vyake baada ya tuhuma kuwa baadhi yao walihusika katika mauaji ya watu wa jamii ya Walawite, yani Alawite. Hata hivyo, migogoro ya kijamii na kikabila imelipuka katika miezi ya karibuni kati ya wapiganaji wa kabila la Wasuni Bedouin na makundi ya kijeshi ya Wadruze, jambo linalozua maswali kuhusu uwezo wa serikali inayoongozwa na HTS kurejesha uthabiti wa taifa ambalo limekuwa katika vita kwa zaidi ya muongo mmoja.